Moja ya changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukiulizwa ni juu ya changamoto ya ngozi kuwa na chunusi, lakini pia ngozi kuwa na mabaka, na wengi wamekuwa wakitumia krimu, wengi wamekuwa wakitumia lotion, wametumia mafuta mbalimbali, lakini wanakuambia bado hawajapata suluhisho. Sasa kama hujapata suluhisho, basi naomba utanisikiliza hapo kwanza ufahamu sababu zinazopelekea changamoto hiyo. Moja ya vitu ambavyo tunakosea ni pale ambapo ikitokea chunusi hapa, mimi nikiwa na chunusi hapa, sio kwamba hii chunusi ndo matokeo. Ina maana chanzo kiko ndani. Ina maana mimi napotafuta mafuta nikapaka, bado nakuwa nafanya kazi bure, nakuwa bado sijatibu chanzo cha tatizo. Ndio maana tumekuwa tukiwashauri kwamba kama una changamoto yoyote ya ngozi, anzia ndani. Ndio maana wengi unakuta chunusi haziponi, anakuambia si mabaka hayaponi, mwingine anakuambia nikiwa na michirizi haiponi. Ni kwa nini vitu haviponi? Haviponi kwa sababu bado chanzo cha tatizo hujakitatua, bado hujatibu kuanzia ndani. Wewe umeangalia nje na ukatibu nje. Sasa hayo ndo makosa ambayo mara nyingi tunayafanya. Sasa nitakuelezea sababu hapa ili uweze kufahamu. Namba moja, tunasema ni homoni kubadilika. Mara nyingi hasa kwa vijana wale wanapobalehe, wanawake wakati wa hedhi, mara nyingi unakuta kuna wengine unakuta chunusi huwa zinakuwa nyingi, au mtu akiwa na mimba baada chunusi zinakuwa nyingi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu homoni zake zimeweza kubadilika. Lakini pia wengine wakitumia zile njia za uzazi wa mpango za kisasa, vidonge, kitanzi, sindano, unakuta na nyezi zinabadilika. Ni kwa nini? Kwa sababu changamoto iko kwenye homoni. Kwa hiyo sasa unakuta mtu huyu changamoto kwenye homoni bado anateseka na cream na lotion, utafanya kazi bure. Lakini namba mbili, tunasoma msongo wa mawazo. Unapokuwa na stress, mara zote huongeza homoni ya cortisol zinazosababisha chunusi. Unapokuwa na msongo wa mawazo, unapitia sana stress, unapitia sana msongo wa mawazo, basi jua unaweza ukawa na changamoto ya chunusi. Sasa wenzangu na mimi, unakuta na msongo wa mawazo anaendelea kutembea na cream. Ndugu yangu, sio kwamba wale wanaoiba ni wanawaibia, sio kwamba wanafanya hazifanyi kazi, nafanya kazi, ila bado chanzo cha tatizo hakijaondolewa. Lakini pia kutofanya usafi vizuri wa uso. Mara nyingi hatufanyi usafi vizuri. Hakikisha ufanya usafi wako vizuri, kwa sababu unakuta uso au ngozi yako ina mafuta, ina vumbi, lakini ambayo ina mara nyingi inaziba vile vinyweleo, kwa hiyo unaweza kukuta unapoteza ile focus. Lakini pia kitu kingine tunasema matumizi ya vipodozi vyenye kemikali kali. Wale ambao mnakuwa mnatumia usababisha miwasho, usababisha mabaka na chunusi sugu. Unakuta mwingine ameshatengeneza usugu. Ni kwa nini? Kwa sababu vile vitu unavyotumia huenda sio salama, sio safi na salama, kwa hiyo vitaendelea kukupa shida. Kwa hiyo hakikisha unashtuka kabisa kama unaendelea kutumia hivi vitu, ngozi yako itazidi kupotea nuru yako. Lakini pia lishe duni, wanaotumia sana vyakula vyenye mafuta, vyenye sukari, hapo ni hatari kwa afya yako. Yaani kama unatumia vyakula vyenye mafuta, vyakula vyenye mafuta, chipsi, vyakula vya kaangwa ni hatari. Vyakula vyenye sukari nyingi, sisi tunapenda vitu vitamu. Ndugu yangu, hapo ni hatari, utakuwa umejitengenezea mazingira ya kuwa na hizi changamoto za kiafya. Lakini pia kutopata usingizi wa kutosha. Wengi sana hawapati usingizi wa kutosha, hatupati muda mzuri wa kupumzika. Ndio maana mara nyingi umekuwa ukiona hizi changamoto zimekuwa zikizidi siku hadi siku. Ni kwa nini zinazidi siku hadi siku? Ni kwa sababu hatupati usingizi wa kutosha. Mwili unashindwa kurejesha au kurekebisha ngozi yake. Kwa hiyo hakikisha pia unapata usingizi wa kutosha, unalala, unapumzika mama, ili uweze kuondokana na changamoto hizo. Lakini pia magonjwa ya ndani ambayo kuna matatizo ya homoni, matatizo ya ini, matatizo ya tumbo, yanaweza kuleta pia mabaka usoni. Ini kishindwa kuchuja sumu vizuri. Ndio maana nilikwambia kwamba hakikisha tunaanza kutibu ndani. Kutibu ndani ni muhimu, ni kitu namba moja ambacho tunatakiwa kukifanya. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya sababu. Lakini pia upande wa mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula kama hauko sawa, pia unapata hizi changamoto ya ngozi. Nadhani hapo sasa wengi imeweza kunisikiliza. Niambie kwenye comment, unafikiria wewe ni sababu gani iliyokupelekea ngozi yako iwe na mabaka, iwe na chunusi? Niambia hapo kwenye comment. Lakini pia sababu nyingine tumeisahau, kunenepa zaidi au uzito kupita kiasi.
ngozi yako mara zote huwa inaharibika. Ni kwa nini inaharibika? Kwa sababu ya mafuta mengi. Ndio maana wengine wanaponenepa wanakuwa na michirizi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu mafuta yameweza kuongezeka. Tuambie hapo unafikiria wewe ni chanzo kipi au ni sababu ipi iliyopelekea uwe na changamoto kwenye ngozi. Sasa njia za kurekebisha rahisi, kwanza unatakiwa kubadilisha zile sababu, zote zile sababu zibadilishe. Lakini pia kunywa maji mengi kila siku. Maji ni dawa. Kuna baadhi ya wasanii walituambia walitumia maji wakawa weupe. Sasa maji ni mazuri, mimi sikuwepo, ila maji ni mazuri. Lakini cha pili, kula matunda yenye vitamini C, machungwa, tikiti na papai. Haya ni matunda mazuri sana ambayo yanarekebisha ngozi yako. Lakini pia tumia maski ya asali. Hizi maski sasa unafahamu asali, limao hata mara 2 kwa wiki zimekuwa zikisaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia epuka kuosha uso mara 2 kwa siku kwa sabuni. Osha uso wako mara 2 kwa siku kwa sabuni laini, na pengine usibadilishe. Kama unatumia sabuni ya jamaa, usipende kubadilisha ovyo, kwa sababu mwili unaiadapt kitu unachokuwa unakitumia. Lakini pia epuka kugusa uso kwa mkono mchafu. Ukiwa mchafu, epuka kugusa uso, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Tuambie hapo wewe unafikiria ni kitu gani wewe ulitumia kikakuondolea hizi changamoto za chunusi na mabaka. Kama ni mara ya kwanza, hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.